Fresh. Pesa umechukua, mzigo umechukua, na siku zinazidi kwenda. Shida ni nini? Ni kweli pesa nilichukua na mzigo pia nilibahatika kupata, lakini hapa kati imetokea sitofahamu, kwa sababu moja ya yule kijana ambaye nafanya naye kazi alikamatwa. Nini? Na sio kukamatwa tu, wale jamaa wananiambia kwamba ili nimpate rafiki yangu wa muda mrefu, nimecheza naye tokea kipindi hicho, nimefanya naye hata hizi dili ambazo zinafanyika sasa hivi, kama sitopeleka mzigo huu utamuua. Mkuraishi. Unajua nimewekeza pesa tena nyingi. Sasa kuna two option. Chagua. Ima rafiki yako afe au la wewe na mkeo Sara mwenye ujauzito na nafahamu mpoteze maisha. Jioni njema. Zuruba hiripo ndipo ilipo shali. Asante. Salama? Sio salama kabisa. Kwa nini? Yaani tayari nina tatizo. Ujue nyumbani kwangu kuna begi alikuja nayo mume wangu. Sasa ile begi nilivyoifungua nikaitazama mle ndani. Nimekutana na vitu vya ajabu kabisa. Nikashindwa kabisa kugundua vile ambavyo viko ndani ni kitu gani. Nikapata wazo. Mzigo wa aina gani? Begi au lenyewe ni begi jeusi. Nilichukua lile begi nije nalo kwako. Kilichonikuta sasa, nimeibiwa hapo nyuma. Kwanza pole sana. Unajua una pressure sana. Hayo ni mambo ya kawaida kabisa. Kwanza ulikuwa na amani. Hapo umefika. Ina maana kwamba wewe utakapopunguza pressure, ukawa na amani, tukafanya jambo, mzigo utarudi na kila kitu kitakaa sawa. Napata amani kwa sababu najua unanisaidia vitu vingi, ila nahisi kuchanganyikiwa kabisa. Inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Sawa. Fanya kitu kimoja mdogo wangu. Inabidi upoteze ushahidi ambao umebakia. Na ushahidi ambao umebakia ni gari. Kwa nakusisitiza. Sio mbaya. Akisha gari unaenda kuchoma moto. Boss. Gari yanata mwezi unataka kuchoma moto? Ni sio kazi yako. Hakikisha gari inaenda kuchoma moto. Teketeza ushahidi uliobakia.
Joseph. Naam mkuu. Hebu nipe taarifa kuhusu ule mzigo. Unaona hapa mambo hayajakaa sawa sawa, mbona sikuelewi? Mkuu, nilipofikia si hatua ndogo. Sawa mkuu. Nimejaribu kumbana kadri nilivyoweza. Nimepata namba za mtu wake wa karibu. Nimempigia, kwa hiyo naamini soon tu mzigo utakuwa kwetu. Sawa mkuu. Joseph, simple like that. Simple like that. Unaniambia nimembana, sijui nimezungumza, sijui nitapata mzigo. Hivi, sikiza nikwambie. Katika maisha haya, kuna watu wanatafuta pesa kwa kumwaga damu. Kuna watu wanatumia njia yoyote ile kusudi wapate pesa. Sasa wewe unanipa taarifa sijui kwamba nimembana, sijui kufanyaje. Mimi sihitaji, nataka mzigo wangu, nataka pesa. Mkuu, naelewa sana. Naelewa nini unachomaanisha. Lakini kila jambo linaenda taratibu. Sawa mkuu. Hivi unavyofikiria, mimi na wewe tumefanya mambo mangapi? Taratibu what? Taratibu what? Sikiza nikwambie Joseph. Endapo haitopatikana pesa yangu, fedha yangu itapatikana, nitakufanya jambo ambalo shetani atashangaa kwa nini nimefanya kitu hicho, na utasahau kama umewekwa kizizi katika dunia. Ninachotaka pesa yangu, ninachotaka mzigo wangu, sihitaji maelezo mengine. Maana unaleta Mkuu, tusifikie huko. Mbona tunataka kufika mbali sana? Wakati ni jambo dogo tu hili, tumefanya mambo mangapi? Hebu jaribu kunipa chance hata kidogo. Sawa mkuu? Jaribu kunipa chance hata kidogo. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Sikiza Joseph, nikwambie. Mimi ninachotaka ni pesa zangu. Ninachotaka ni fedha zangu. Hayo mambo mengine siyahitaji. Wewe unatoka wapi saa hizi? Tunasoma. Lakini Lulu mwanangu, mbona unaniangusha? Sikia, huu mtaa wa Mkutikati wewe hujui vizuri, bado mtoto mdogo. Umeelewa vizuri? Kujisomea sikukatazi, ni jambo la muhimu sana kwako, lakini kwa Devota nenda na mtu, urudi na mtu. Unanielewa vizuri? Nimeelewa mama, naomba unisamehe, siku nyingine sirudi tena. Mtaa wa Mkutikati mwanangu, kuna vijana wa hovyo. Sawa? Kuna vijana wabakaji, kuna vijana wanafanya vitendo vibaya. Mpaka yani kila kona ni Mkutikati. Kila unakopita ni vijana wa Mkutikati. Mwanangu, sitaki nikukose. Mama, naomba unielewe mwanangu, usirudie tena. Ndio mama, nimeelewa. Naomba isijirudie. Sawa? Ndio.
nisamehe. Nimekusamehe binti yangu. Usirudie tena, sawa mama? Asante. Sijali mama. Kapumzike sana. Sawa. Nakupenda mama. Nakupenda pia mama. Sala. Abe. Mbona kama uko sawa? Siwezi kuwa sawa kabisa. Kuna tatizo? Tatizo lipo. Tatizo gani? Hapa chini niliweka mzigo wangu. Hapo chini hapo. Nimerudi kutizama sijaukuta. Humu ndani tunaishi hao. Ingawa sija kushirikisha wakati tunaingia, lakini wakati wa upotevu utakuwa unafahamu mzigo uko wapi. Mzigo gani? Au mzigo upi huo ambao leo hii mimi ndo nakuja uniulize? Na wewe mwenyewe ushasema uliweka pale. Sala, laiti ungejua ule mzigo na thamani kubwa kiasi gani, usingekuwa unazungumza hivyo. Ile ndio hatima ya maisha yangu mimi. Ule mzigo una thamani kubwa sana. Thamani? Thamani ipi? Ambayo mimi siifahamu mpaka muda huu. Mimi nadhani unatambua. Huwa sipendi kurudia rudia. Sara, mzigo niliweka hapa. Mimi nina akili timamu. Narudia tena. Mzigo niliweka hapa. Na humo ndani tunaishi hao wawili. Ule mzigo ni muhimu. Mzigo ni muhimu vibaya mno. Na kuomba, acha kutizama kwamba nilikuficha. Ulichokiona umekiona, ila na kuomba unipatie mzigo au nielekeze mzigo umeuhifadhi wapi, ni uchukue nirejeshe sehemu ambapo unahitajika kufika. Tafadhali na kuomba sana. Sawa, sawa. Huo mzigo mimi niliuona. Uko wapi? Sasa bora hata ungekuepo hapa ndani. Naam. Mimi huo mzigo nilipouona nikasema niupeleke kwa mtu wangu ambaye namuamini. Nikamuulize kwa kile ni nini. Wakati nipo njiani sasa. Sala, wema umeutia maji mama. Wewe mbona utulii? Kama panya kwenye kabati, kwenye vyombo, kwenye nini, mara wapi, mara ushirikina. Wewe unachukua vitu ambavyo havikuhusu. Sala nini? Unakuza nini wewe mwanamke? Unachukua mzigo wa watu vipi? Wewe